ambapo goli ambalo kafungwa ndugu yetu Djigui Diarra Mali huyu hapa na kibamba. Alafu wakati ile goli liko kwenye harakati za kufungwa, si Ken Gold alikuwa anaanza kati baada ya kufunga goli la 6 la Abuya. Wakati refa amesharuhusu, Clatous Chama amenyosha mkono kwa kipa kumwambia huyu Gwenzi anapiga. Mchezaji mwingine wa Yanga alikuwa ni kuna mchezaji wa Yanga mwingine aligeuka kumwambia kipa huyu anapiga moja kwa moja. Sio, unanielewa? Selemani Gwenzi akaupiga ule mpira. Wakati anaupiga, Diarra alisogea. Alipokuwa muuona unakuja, akarudi nyuma hatua kadhaa ambazo hazikutosha kumfanya awe mrefu. Matokeo yake akalazimisha kutaka kuudaka ule mpira kwa sababu ulipigwa vile ukamzidi nguvu, ukarudi ndani. Kwa hiyo ni goli la uzembe wa kipa. Kwa distance ile, kwa speed ya ule mpira ambao haikuwa ile kali, Diarra alifaa rudi kwenye position. Mfano mzuri na kupa mechi ya MCL hapa kwa Mkapa. Kuna winga wa kulia Miziani alimchungulia kaunta ile. Diarra alidaka kwa mstari, nakumbuka. Kwa hiyo Ken Gold kupitia Selemani Gwenzi huenda alijua kwa mapungufu machache ya Djigui, basi ni ile tabia yake ya kusogea, kucheza kama emergency center back na kushindwa kucalculate vizuri hatua za kurudi kwenye goli, akafunga goli lile. Goli letu hatuwezi kukwepa kwamba lina aibu kwa golikipa mkubwa kama yeye, kwa sababu katika ile moment Yanga walikuwa na yani opponent anaanza mpira kutokana na goli ambalo Yanga wamelipata. Sasa wewe umekwenda kushangilia, unarudi kwa step vipi kulinda base yako? Kwa sababu ni sehemu yenye hatari yake. Bwana mdogo mmoja Seif Karie akiwa na Mtibwa amefunga goli la mbali vile vile na kwa uzoefu wake. Chamanzi. Yes. Lile goli la jana linafungwa kwenye mita 52.5 kwa sababu katikati kwenye center arc unakuwa na mita 52, upande huu 52 na upande huu 52 ndio tunapata urefu wa mita 105. Sasa kwa golikipa wa level yake unafungwa kwa stational ball kwenye mita 52.5, ninadhani linampunguzia heshima yake. Nasema Diarra amefungwa goli ambalo la kizembe ambalo aina magoli yalikuwa yanamtukanisha au kumvunjia heshima aishi kipindi fulani. Magoli namna hiyo.